Asante, tunalibariki na jina la Yesu kuwa katika channel hii ya Life in Jesus TV. Tunashukuru tena kuwa tena mbele zenu. Hatuwezi choka kuwashukuru mara kwa mara nyinyi mnatufuata. Tunasema asante kwa muda wako tunapoteza kwa kutusikia. Mungu aendelee kukulipa. Kwenda kujifunza masomo moja kwa ajili ya hekalu la Mungu. Kwa hii video yote ya mbele tulisema kwa ajili ya kuja kwa Yesu. Nilikuwa na explain kwa ajili ya kuja kwa Yesu, na nilisema kuja kwa Yesu kuko namna mbili. Ya kwanza nilisemaka kwamba Yesu atakuja kuchukua kanisa lake, wale waliozaliwa mara ya pili, wale waliongozwa na Roho Mtakatifu. Biblia inasema hao watamlaki hewani mawinguni. Ni kwa ajili ya kanisa peke yake, kwa ajili ya watakatifu wa Mungu. Atakuja kwa ajili ya bibi harusi wa Mungu. Bwana apewe sifa sana. Hiyo ni unyakuo wa kwanza. Na unyakuo wa pili atakuja kwa ajili la Israeli, taifa la Israeli. Na Biblia inatuambia wakati Yesu alipanda mbinguni, na wakati iko anapanda wakamuona gisi anapanda, na sauti ikatoa kusema gisi pale pale anapanda na hapo hapo ataparudilia. Yani Yesu atarudi pale pale kalipandia, na pale pale atarudilia mu Yerusalemu. Sasa ile eneo atarudia, ni hapo tunatafuta tujifunze. Bwana apewe sifa sana. Eneo la hekalu la Mungu. Sorry. Eneo ya hekalu. Na hekalu mahali pale pale. Bwana apewe sifa sana. Na hiyo eneo ilisemewa tokea zamani. Hiyo eneo ilisemewa tokea zamani. Na tutakwenda kuisoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 28. Tutakwenda kusoma pale Mwanzo sura 28, na tutaanzia mstari wa 11. Ni hapo tutasoma kitabu cha Mwanzo sura yake ya 28, na tutaanzia 11. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 28, na mstari ni huyo wa 11. Biblia inasema akafika mahali fulani, akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatoa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. 12 nasema hivi: akaota ndoto, na tazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na nchi yake yafika mbinguni. Tena tazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. 13. Na tazama Bwana amesimama juu yake, akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako, na Mungu wa Isaka, na hii
ulalayo nitakupa wewe na uzao wako. 14. Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nawe utaenenda upande wa magharibi na upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini, na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote na dunia watabarikiwa. 15. Na tazama, mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendapo, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanya hayo niliyokuambia. Tunaenda 16. Yakobo akaamka katika usingizi wake, akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Naye akaogopa, akasema, mahali hapa patatisha kama nini! Bila shaka hapo ni nyumba ya Mungu, hapo ndipo lango la mbinguni. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitwaa lile jiwe aliliweka chini ya kichwa chake, akasimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. 19. Na hapo tutamalizia. Akaita jina mahali pale Bethel, lakini jina la mji huyo hapo kwanza uliitwa Luz. Bwana apewe sifa sana. Tunasoma kwa marefu, lakini ni maneno ya muhimu, na nahitaji tena nyumbani utaikaa, utasoma polepole na utatafakari sana kwa ajili ya lango la mbinguni. Bwana apewe sifa sana. Lango la mbinguni, mlango wa mbingu. Kwa hiyo mlango njoo Yesu alipandaka, na kwa hiyo mlango njoo Yesu atarudilia. Biblia inatuambia, inatuonesha mahali. Kwa kuwa nikwambia kiongozi mzuri ni hii Biblia. Inatuonesha mlango, lango la mbinguni. Inatupatia habari mzuri. Wakati habari unaijua wewe unajua habari na mimi najua, ni wakati Yakobo hapo iko anatoka kukimbia mkubwa yake, anaenda wakati Biblia inatuambia wakati alikuwa anakimbia mkubwa wake, anarudi anaona wapi mambo haiendeke. Biblia inasema alifika mahali kwenye lango. Sasa hapo akafika hapo, akachoka na safari, na alipochoka na safari, Biblia inatuambia Yakobo akalala, akakamata jiwe, akasegemea jiwe, na usingizi kamtwaa. Na hapo wakati alikuwa alilala, Biblia inatuambia akaona ngazi imetoka chini hadi juu, na hapo akaanza kuona malaika wanapanda, wengine wanashuka, wanapanda, wanashuka. Akastuka, akatoka kwenye usingizi. Na Biblia inatuambia hiyo mjini ilikuwa ni Luz. Ndio Biblia inaita ilikuwa nchi ya Luz. Lakini kwa kuwa Yakobo aliona mahali pale panatishwa, nafasi ya special, nafasi haiko tofauti na mafasi nyingine yote. Mwa ile miaka yote Yakobo alilalaka usingizi, lakini hakuna nafasi alishalala sasa vile pale. Alifika pale alilala usingizi na akaona mambo ya ajabu. Akasema, kweli hapa hivi kunatishwa, sitapaita tena Luzi, hapa kutaitwa Betele. Hiyo fasi Mungu ametayarisha lango la Israeli. Mungu mwenyewe
Hiyo fasi ni fasi special. Mungu akitusaidia tutendea pole pole juu ni mafundisho marefu, tena inapendwa pole pole kwa kusema upate kuisikia. Inaomba uisikie kwa makini, na sasa kisi nilisema kwa ile video ya mbele, uombe Roho Mtakatifu akufungulie zaidi. Na hiyo mahali kukaendelea hapo hivyo. Na ukakumbuka tena ile mahali ni hapo Ibrahim amemtosha mwana wake wa pekee, ni hapo alienda kumchinjia, ni hapo alifanya mazabao, akachinja, akaenda mtoa Isaka mwanae. Njoo hiyo mahali hapo akamtosha. Yani hiyo fasi ni fasi moja ya unabii. Bwana apewe sifa sana. Ni fasi ya unabii. Hapo ndipo Ibrahimu alifanya mazabao, akamtoa mwana wake Isaka. Ni hapo Mungu alijionesha, na ni hapo Yakobo alilota ndoto kwenye mlango. Ningana kuambia juu ya mlango. Ni hapo sanduku la agano walikuwa wanatia. Ni hapo kulikuwa hekalu. Bwana apewe sifa sana. Ningana sema juu ya mlango. Hiyo fasi sagisi Yakobo alisema ni fasi ya kutisha. Yakobo aliona nafasi ya hatari, akasema hapa ndapageuza tu jina. Njoma isimaka Betel. Unasikia ndugu yangu? Hii fasi wakati Daudi alifanya recensement, akumshirikisha Mungu. Mhubiri wetu wa kwanza anatoka hapa, alituambia mpango yako yote inaomba umshirikishe Mungu. Kama haumshirikishe Mungu, kuna mipango yako mingi inakufaka. Lakini mshirikishe Mungu. Daudi akatoka akaenda kufanya recensement ya wana Israeli. Na Mungu hakumpatia ruhusa ya kufanya recensement. Akafanya recensement. Hiyo ikakuwa machukizo mbele ya macho ya Mungu. Bwana apewe sifa sana. Bwana asifiwe. Akaambia Daudi, hivi unafanya vitu au kuniambia, sasa mimi natafuta niwe taifa. Hii taifa ndaipiga kwa tauni, ndaipiga kwa njana, kwa upanga. Daudi akaona siwezi kufa, taifa la Mungu lote haliwezi kufa kwa ajili yangu. Biblia inatuambia Daudi akakimbia mbele ya macho ya Mungu. Alikimbilia wapi? Alikimbilia pale kwenye lango. Daudi akakimbilia pale, akaikaa. Daudi akaanza omba. Ni hapo kenye Daudi alionaka makosa yashakuwa mingi. Anaona Mungu ataharibu Israeli kwa ajili yangu, acha sasa niombe msamaha. Akaanza kuwaza Mungu kenye alimtosha. Mungu alimtosha Daudi mbali. Akaanza kuwaza gisi alikuwa mchunga kondoo. Akaanza kuwaza kwa gisi alikuwa na saulika. Sasa leo hii mimi Daudi ninakuwa mfalme. Sasa ndamfanyia Mungu nini? Ni hapo akaanza kupata wazo ya kumjengea Mungu hekalu. Ile mahali pale, Bwana apewe sifa sana. Ni hapo Daudi alipata mawazo ya kumjengea Mungu. Akasema, angalia mimi nilikuwa nalala kwenye pori. Nilikuwa nyuma ya kondoo. Nilikuwa pembeni ya moto. Hivi naanza kulala katika nyumba ya etaji. Hivi naanza kuwa fasi pazuri. Naanza kula na wafalme. Sasa Mungu ndampatia nini? Mimi nalala fasi mzuri. Angalia sasa, sanduku la agano litakaa wapi? Ona kisanduku la agano litakaa wapi? Njoke mawazo Daudi akaanza kuwaza gisi atamjengea Mungu hekalu. Kwa hiyo fasi ile mahali. Bwana apewe sifa sana.
Bwana asifiwe. Niko nasema kwa njia lango. Lango la mbinguni ndio tuko tunazungumzia. Mungu akamkasa Daudi, hautanijengea wewe, lakini ndani ya viuno vyako watanijengea nyumba. Lakini wewe hapana, kwa kuona makosa yako. Kwa hiyo hautanijengea pale kwenye lango. Na hapo nilikwambia njoo kenye Yesu alipandiaka, na hapo njoo kenye Yesu atarudiaka. Unajua Biblia, Mungu mwanzo ya kuumba yote ni unabii. Agano la kale yote ni unabii. Na agano jipya ni ukamilifu ya agano la kale. Bwana apewe sifa sana. Bwana asifiwe. Ndio maana maneno yote ya agano la kale, ndugu yangu, fanya nayo angalisho. Kila neno ilifanyika ndani ya agano la kale inakuja kukamilika ndani ya agano jipya. Maneno yote ilipitika mu agano la kale ilikuwa kukamilika ndani ya agano jipya. Kuzaliwa kwa Yesu kulitabiriwa. Yesu hakukufa nje ya lango. Yesu alikufa ndani ya lango. Unabii yote ndugu yangu unatimilikaka. Na unabii iko na saa yayo. Unabii iko na minti yayo. Unabii iko na dakika yayo. Yesu walitabiri atakujaka. Na wengine walitafuta waone siku hiyo. Wa Isaya walitabiri wakapita, wa Yeremia walitabiri wakapita. Na wengineo wakatabiri wakapita. Lakini siku ilitimilika, Yesu alizaliwa. Tukaenda kusoma katika kitabu cha, tutasoma Wagalatia. Tutasoma kitabu cha Wagalatia sura yake ya 4 na mstari wa 4. Tutasoma kitabu cha Wagalatia sura yake ya 4 na mstari wa 4. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Wakati ilitimilika. Haiko wakati sisi tulipenda. Kila unabii iko na wakati yayo. Unajua hata kuumba dunia, Mungu aliumba dunia siku 6. Ya 7 akapumzika. Nayo ni unabii. Ile tu siku ni unabii. Unajua dunia tokea Adamu mpaka kufika wakati ya Nuhu tunakuwa ni miaka 2000. Bwana apewe sifa sana. Tunaingia sasa mkalkili. Kutokea Adamu mpaka wakati wa Nuhu ilikuwa miaka 2000. Kutokea Nuhu mpaka kuzaliwa kwa Yesu ni miaka ingine 2000. Kutokea Yesu mpaka hivi tuko miaka ingine 2000 na ishapita 2025. Na hii tunabakia na siku moja. Biblia inatuambia katika kitabu cha Petro nazo wa pili sura 3 mstari 8. Inasema hivi, aseme siku moja kwa Mungu ni kama miaka 1000. Na miaka 1000 ni siku moja kwa Mungu. Bwana apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana.
Sasa hivi kutokea siku ya Adamu mpaka hivi tunakuwa na siku 6. Tungana ngoja siku ya pumziko. Siku ya 7 tuko tunangoja pumziko. Ndio maana nikwambia ile yote ni unabii. Na yote alifanya. Ile Ibrahimu alikuwa anafanya, yote ilikuwa ni unabii. Kumtoa mwana wake wa pekee, yote ilikuwa ni unabii. Na maunabii mingi zimeisha timilika. Na zingine zilisemewa nao zitatimilika. Wakati yao ikafika itatimilika. Bwana apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Hivi tunakuwa na siku 6. Toka Mungu aliumba dunia mpaka hivi tunakuwa na siku 6. Nisha kusabilia makakili pale miaka 2000. Mungu alifanya dunia siku 7 na alifanya dunia siku 6, siku ya 7 kapumzika. Na itatimilika. Na ndio maana Yesu alikuwa anaambia watu kwa ajili ya hekalu. Kwa kuwa Israeli walikuwa wanategemea ile hekalu pale. Walikuwa na nafasi ya kuabudia pale kwa ile mlango pale. Walikuwa na njoo kwenye mambo yao yote itafanyika. Njoo ke solution yao iko Israeli. Na hata hivi hata kuja kwa Yesu, Israeli bado hawaitika kwa kuwa unabii wao waliona hayatimilika. Walikuwa wanazania Yesu atakuya mwingine fason. Hapana gisi alikuya. Lakini Yesu akaanza kuwaambia kwamba mnaona hii hekalu ya Sulemani. Kwa kuwa Sulemani alijengeka hekalu pale pale na ikabomolewa, General Tite akakuya akabomola. Na mpaka hivi Israeli pale hapa nafasi ya kuabudiwa. Mpaka leo Israeli kwambia hawana nafasi ya kuabudiwa ndugu yangu. Na ukafuata vizuri mahistoria mingi ukasikiliza, tutaenda huko mbali, ukasikata Benjamin Netanyahu iko nafanya nguvu yake yote ajenge hekalu pale pale kwenye lango la mbinguni na nchi. Alisema hawezi toka bila hayajenga hekalu pale kwenye lango. Unajua ndugu zangu wapendwa, ni sasa tena polepole. Wakati watu wa Bulaya walitoka wakaenda kolonize Israeli. Wataliani wakaenda kule wakakolonize Israeli. Wataliani sana walijibaze sana na kuzaliwa kwa Yesu. Yesu alizaliwa hivi nini, lakini hawakupenda kujibaze na kumlango wa mbinguni. Na ndio maana Waislamu walikamataka mbio wakaenda wakajenga hako moske. Juu balibatia bale pardon, sa Israeli isha sambarikika. Ni hapo Waislamu wakaenda pale pale. Na ndio maana wanafanyaka siku ya machinjo mwezi wa 10 mwezi wa tarehe 14 Nisan wanaenda kuchinja. Wanakuwa na siku wanasema siku ya machinjo, siku ya siwe majina wanaitaka kule, lakini inakuwa siku ya machinjo, machinja kama mwana kondoo. Wanaombebeka pale pale kwenye lango, wanaenda mchinjia pale. Lakini watu walijua siri sasa hivi. Watu walijua siri. Benjamin Netanyahu hivi wako wanapigania paka pale fasi wajenge yako kanisa la Israeli pale kwenye lango pale. Bwana apewe sifa sana. Bwana asifiwe. Ndio hiyo ndugu yangu. Ndiko najifunza kwenye lango. Basi hata tutasoma katika kitabu cha Mathayo 16, tutaanza pale. Tutaanza pale kwenye Mathayo 16 tusikie wanasema nini. Mathayo 16. Mathayo 16.
wakamjia Mafarisayo na Masadukayo, wakamjaribu, wakamwambia awaonyeshe ishara itokayo mbinguni. Akajibu akawaambia, kukiwa jioni mwasema kutakuwa na kiango, kwa maana mbingu ni nyekundu. Na asubuhi mwasema leo kutakuwa na zaruba, kwa maana mbingu ni nyekundu. Tena kumetanda enyi wanafiki, mwajua kutambua uso wa mbinguni, lakini je, ishara za hizi hamuwezi kuzitambua? Kizazi kibaya na cha zina chataka ishara, wala hakitapewa ishara isipokuwa ishara ya Yona. Akawaambia, akaenda zake. Bwana apewe sana. Hapo sasa wa Mafarisayo wanaanza sasa kumjaribu Yesu kwa ajili ya ifasi, kwa ajili ya hekalu takatifu. Ukaenda kusoma pale mbele kwenye naweza ku 25 hapo Mathayo, anaanza kuambia hakutasalia jiwe juu ya jiwe mahali hapa. Kwa kuwa yeye Mungu anatafuta sasa atoshe ile hekalu, ajenge hekalu takatifu, hekalu ya watu wote. Bwana apewe sifa sana. Atoshe ile hekalu ili, kwa kuwa Israeli walikuwa wanategemea ile hekalu, kwa kuwa walikuwa na njoo kuliko solution yao, kwa kuwa na pale njoo kimapatia kama majibu. Sasa inaomba Mungu kumpango wake alete ingine hekalu takatifu, na hekalu takatifu njoo mwili wa Yesu Kristo. Bwana apewe sifa sana. Mwili wa Yesu Kristo. Siwe kama tunaendelea pamoja. Siwe kama nanisikia mzuri. Wa Farisayo, Yesu anawaambia, mnayua kutambua dalili za mbingu. Mkaona kunakuwa ruje, mnasema mvua inatafuta kunyesha. Mkaona kunakuwa nyeusi, mnaka mnatafuta kuingia. Lakini habari za mbinguni kuzijua itakuwa ni nguvu. Itaomba ujaze Roho Mtakatifu. Bwana apewe sifa sana. Bwana asifiwe. Basi naona kwanza kwa siku ya leo nisikuchoshe zaidi. Tutaishia hapa. Mungu akitupatia tena nafasi tutaendelea hapa kimenaishia kwa ajili ya hekalu la Mungu. Mungu akubariki. Baba, tunasema asante. Tunalibariki jina lako kwa kuwa ulikuwa pamoja na sisi na kutufundisha mafundisho haya. Ingawa mafundisho haya iko nguvu Bwana, tunaomba Roho Mtakatifu aifanye rahisi ndani ya mioyo ya watu. Bwana, utakwenda kutupatia masikio ya mbinguni. Asante Bwana kwa kuwa uko Mungu wa ajabu. Utatufungua akili zetu katika jina la Yesu. Amen.